Dhamira ya Marekani kuendelea kuvuruga amani katika maeneo mbalimbali duniani bado inaendelea, na awamu hii sasa wamekuja Afrika ambapo ule mgogoro kati ya Marekani pamoja na Somalia naona unazidi kushika kasi baada ya Marekani kuamuru mashambulizi yafanyike kule Somalia, ambapo Marekani ilianzisha wimbi la mashambulizi ya anga nchini Somalia wakilenga kile ambacho wanasema ni vitisho vya kigaidi vya ICC pamoja na Al-Shabaab. Marekani imeongeza mashambulizi ya anga nchini Somalia mwezi huu wa kwanza, wakilenga kundi la Al-Shabaab na tawi la ndani la kundi la Islamic State ICC, kwa mujibu wa kamandi ya Marekani barani Afrika ambayo inafahamika kama AFRICOM. Katika taarifa ambayo walitoa tarehe 12 Januari, AFRICOM ilisema kwamba majeshi ya Marekani kwa kushirikiana na serikali ya shirikisho ya Somalia yalitekeleza mashambulizi ya anga dhidi ya wapiganaji wa Al-Shabaab. AFRICOM ilisema operation hiyo ilikuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kudhoofisha uwezo wa kundi hilo kutishia ardhi ya Marekani, majeshi ya Marekani na wa Marekani waliopo nje ya nchi. Hapa naomba ninukuu vizuri. AFRICOM ilisema operation hiyo ilikuwa ni sehemu ya juhudi zinazoendelea za kudhoofisha uwezo wa kundi hilo kutishia ardhi ya Marekani. Can you imagine? Yani mashambulizi yamefanyika Somalia, lakini dunia. Lakini Marekani wanasema walifanya mashambulizi hayo kwa sababu ardhi yao inatishiwa, lakini pia majeshi ya Marekani yanatishiwa na Wamarekani waliopo nje ya nchi wanatishiwa. Mashambulizi ya anga dhidi ya ICC Somalia pia yaliripotiwa Januari 11 na Januari 9 kaskazini mwa Somalia, ikiwemo maeneo ya milima ya Golis katika jimbo la Puntland kusini mashariki mwa Bosaso. Mashambulizi mengine ya anga yaliyolenga Al-Shabaab yaliripotiwa Januari 8, yakiwemo moja katika eneo la Bul Haibo takribani kilomita 154 kaskazini magharibi mwa Mogadishu. Kamandi hiyo iliendelea kujinadi kwamba kati ya Januari 3 na 4 jioni mashambulizi pia yalifanyika kwa utaratibu na uratibu wa mamlaka za pale Somalia. AFRICOM ilisema katika taarifa kuwa mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya kampeni pana ambayo inatekelezwa kushirikiana na washirika wa Somalia, lakini bado hakuna takwimu za majeruhi wala vifo ambavyo vimetokea baada ya mashambulizi haya. Msururu wa hivi karibuni ya operation hizi unakuja wakati ambapo kuna ongezeko kubwa la mashambulizi ya anga ya Marekani katika taifa hilo la Somalia. Kwa mujibu wa taarifa ambazo zimetolewa na AFRICOM, kati ya Februari mosi, wakati utawala wa Trump ulipofanya shambulizi lake la kwanza nchini Somalia mwaka 2025, na Juni 10, Marekani ilitekeleza mashambulizi ya anga 38 dhidi ya Al-Shabaab pamoja na Islamic State nchini Somalia. AFRICOM imesema mashambulizi mengine ya ziada yamefanyika tokea tarehe 10 Juni mwaka 2025. Mashirika huru ya ufuatiliaji yameripoti ongezeko la mashambulizi tangu Trump aliporejea madarakani 2024, kwa mujibu wa ripoti ya kituo cha kupambana na ugaidi ambacho kinafahamika kama Combating Terrorism Center. Ripoti hiyo ilinukuu kauli ya April 2025 ya kamanda wa AFRICOM General Michael E. Langley mbele ya kamati ya huduma za kijeshi ya Senate, ambapo alirejea tishio linaloweza kusababishwa na makundi ya jihadi barani Afrika kwa ardhi ya Marekani. How comes wanasema barani Afrika kwenye ardhi ya Marekani? Kwa Marekani ana ardhi yake. Alisema huyo Langley, tunaelewa kwa kina kwamba ikiwa makundi ya ICC na Al-Qaeda yataendelea kupanuka, yatakuwa tishio la moja kwa moja katika ardhi ya Marekani. Kwa kuzingatia mazingira haya, AFRICOM ya Marekani itafanya kazi kwa ushirikiano na jumuiya ya kijasusi na washirika wa mashirika mbalimbali ya serikali ili kudumisha hatari kwa maslahi ya usalama wa taifa wa Marekani katika kiwango cha chini, alizungumza Langley katika taarifa hiyo. Al-Shabaab, tawi la Al-Qaeda, limekuwa ikipigana vita dhidi ya serikali ya Somalia tangu mwaka 2007 na wanaendelea kudhibiti maeneo kadhaa katika kusini na kati mwa taifa hili la Somalia. ICC Somalia ni kundi dogo zaidi ambalo limejikita zaidi katika maeneo ya milima ya kaskazini mashariki mwa Puntland, ambako pia inasemekana wanashindana na Al-Shabaab kwa ushawishi. Kwa mujibu wa kituo mojawapo cha masomo ya kimkakati cha Afrika, makao yake makuu yapo Marekani,
kinafahamika kama Africa Center for Strategic Studies, mgogoro wa Somalia na makundi yenye silaha ulikuwa ni watatu kwa kuua watu wengi zaidi barani Afrika hadi mwaka 2024 ukiua takribani watu 7289. Kwa hiyo hili ndilo ambalo linaendelea, ila nadhani mtakuwa mnanielewa sana hiyo hoja ya msingi sana ambayo Marekani anasema yani ardhi yake inataka kushambuliwa. Sasa yani unakaa unajiuliza kwamba yani Marekani anasema ardhi yake inashambuliwa. Yani yeye yupo Ulaya. Halafu hiyo kundi la Al-Shabaab na ICC wao wako Afrika. Lakini jamaa wanasema kwamba ardhi yao inashambuliwa. Ni mambo mengine ambayo yapo yanaendelea na waliamua kuanzisha hiyo AFRICOM kwa sababu zao za kuangalia namna gani ambavyo wanaweza wakafanya unyonyaji, lakini pia wakaweka vikundi vyao pale ambavyo vitakuwa vinatimiza yale malengo ya Marekani katika bara la Afrika. Na kwa bahati mbaya sana hiyo AFRICOM ina wahudumu kutoka Afrika, lakini pia wengine wanatoka East Africa na wengine. Lakini kitu ambacho kinaweza kikakushangaza kidogo ni kwamba wanaotoa maamuzi kuhusu hiyo AFRICOM ni hao wa Marekani. Yani wa Marekani ndio ambao ndio final say kwenye hicho kipengele cha AFRICOM. Na ukitazama kwenye ripoti yao ambayo imetolewa ni kwamba kupitia kwenye hiyo page ya AFRICOM, wao wanasema yani in a coordination with the federal government of Somalia, US Africa Command, AFRICOM, conducting air striking targeting Al-Shabaab. Sasa anyway, jana na hiyo story bana. Twende niwape taarifa nyingine ambayo inatoka huko kwa Somalia, inahusiana na hayo ambayo yanafanywa na hao wa magharibi. Bana, utawala wa Donald Trump umefuta ulinzi maalum kwa wahamiaji wa Somalia ambao rais wa Marekani bwana Donald Trump hivi karibuni aliwaita wote ni takataka. Utawala wa Trump umetangaza kusitisha hali ya ulinzi wa muda TPS kwa wahamiaji kutoka Somalia ambao rais huyo amekuwa akiwaita takataka. Katibu wa usalama wa ndani wa Marekani Kristi Noem amesema kuwa ulinzi huo unaoruhusu baadhi ya Wasomali kuishi na kufanya kazi kisheria nchini Marekani kwa muda hautaongezewa tena na utaisha rasmi tarehe 17 Machi mwaka 2026. Baada ya tarehe hiyo, takribani watu au Wasomali 700 wapo katika hatari ya kurejeshwa kwao. Kwa mujibu wa shirika la Somali Family Service, takribani Wasomali 10,000 wanaishi mjini San Diego. Mji huo una idadi kubwa zaidi ya Wasomali. California ni ya pili kwa ukubwa nchini Marekani baada ya Minnesota. Hata hivyo, haijafahamika ni wangapi kati yao watapoteza ulinzi huo chini ya uamuzi mpya. Hapa naomba nifafanue kidogo, sije mkasema naposema sije wanapata ulinzi labda sije wanatembea na vikundi vya watu wana risasi. Hapana, ni sheria zile ambazo zinawalinda. Yani kwa mfano inapokuwa labda mimi nikienda Uganda nikawa naishi pale, kuna sheria ambazo zinanilinda mimi kama Mtanzania ambaye ninaishi pale nchini Uganda. Sasa zile sheria the same zina apply kama ambavyo Marekani wamekuwa wakiweka sheria kwa mataifa mbalimbali. Kwa hiyo kuna sheria ambazo zina wagaidi wa Somalia ambao wanaishi nchini Marekani. Sasa hizo sheria hizo ndizo zilizoondolewa, kwa maana kinga za kisheria zinaondolewa ili hao wa Somali waweze kurejeshwa nyumbani kwao. Taarifa ambayo ilichapishwa kupitia Federal Register inaeleza kwamba Sudan imeonyesha kuboreshwa kwa mifumo ya utawala na usalama, na kwamba ingawa bado kuna hali fulani ya muda na kipekee nchini Somalia, hali hizo haziwazuii raia wa Somalia kurejea nyumbani kwa usalama wao. Idara ya usalama wa ndani DHS ilitangaza uamuzi huo kupitia mtandao wa X na kuchapisha picha ya Trump ikifuatana inafahamika kama Captain Phillips, ambayo yalitamkwa na maharamia wa Kisomali wakisema mimi ndiye nahodha hivi sasa. Marekani ilianza kuwapatia Wasomali TPS mwaka 91 kufuatia vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyoanza nchini humo zaidi ya miongo mitatu iliyopita, pamoja na majanga ya asili yaliyowalazimu wengi kukimbia taifa hilo. Katika miezi ya hivi karibuni, utawala wa Trump pia umesitisha TPS kwa wahamiaji kutoka nchi kadhaa ikiwemo Ethiopia, Venezuela na Myanmar, ingawa hatua hizo zimeanza kupingwa mahakamani. Na
Hatua dhidi ya Somalia inakuja baada ya Trump kuwalenga wa Somali mara kadhaa kwa kauli za kibaguzi, wakitaja Somalia na nchi nyingine kama mataifa ambayo wanayafananisha na mashimo ya choo. Mwezi Novemba 2025, Trump aliandika kwenye mtandao wa Truth Social kuwa anasitisha TPS kwa Wasomali wa Minnesota. Nikimnukuu, aliandika, "Mimi kama rais wa Marekani ninatangaza kusitisha mara moja TPS kwa Wasomali wa Minnesota. Magenge ya Wasomali yanawatishia raia wa jimbo hilo na mabilioni ya dola yamepotea. Warudishe walikotoka, imekwisha," alichapisha bwana Donald Trump kupitia katika ukurasa wake wa Truth Social. Hivi karibuni idara ya uhamiaji na forodha ICE ilielekeza operesheni kubwa ya kuwakamata wahamiaji katika jamii ya Wasomali wa Minneapolis, ikisema inalenga uchunguzi pamoja na tuhuma za udanganyifu unaodaiwa kuhusisha baadhi ya wanajamii hao. ICE imesema operesheni hiyo ni kubwa zaidi kuwahi kufanyika, ikiwa na zaidi ya maafisa 2,000 ambao wametumwa, na wiki iliyopita afisa wa ICE alimpiga risasi na kumuua moja ya wakazi wa pale Minneapolis aliyefahamika kama Renee Nicole God, na serikali imesema tukio hilo lilikuwa la kujilinda, lakini wanaharakati wamelitaja kama matumizi mabaya ya nguvu, jambo ambalo limesababisha maandamano makubwa sana katika taifa la Marekani. Kwa hiyo Wamarekani hawataki kabisa kuona Wasomali. Na unajua kwa nini Wamarekani hawataki kuona Wasomali kule? Wasomali, yani silika ya Wasomali bwana, ni watu ambao kwanza wana kiburi sana, afu ni watu ambao wanajiamini sana, afu ni watu ambao wanajua sana kuwekeza. Yani Msomali ni kama Mchaga pale Marekani, alafu hao Wasomali wanabebana vibaya mno. Unaona inavyokuaga kwa Wahindi au yes, almost kama Wahindi wana tabia fulani hivi za kubebana. Wakiona mwenzao ni kama anaanguka, hawezi wakamruhusu aanguke, wanasimama, wanambeba, na mwisho siku maisha yanaendelea. Sasa hata Wasomali ambao wanaishi Marekani na wenyewe yani ni wana power kali sana, halafu wanajua visheria. Sasa hii imekuwa ikiwasumbua sana wa Marekani, that's why wanasema wanataka kuwafurusha wote, kwa hizo sababu ambazo mimi nasema ni sababu mchele, sababu za kwamba eti sijui wanaleta vurugu, sijui wanafanya nini. All in all ni kwa sababu kuna vitu ambavyo wanavigrand kutoka pale nchini Somalia, lakini wale wa Somalia ambao tayari akili zao zimeshafunguka, ambao wanaishi kule Marekani, ndio ambao wamekuwa wakileta masongo mbingo mazito zaidi. Tunasubiri March 17, 2026 nini itatokea baada ya hayo matamko ambayo yametolewa na serikali ya Marekani. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.